Baada ya katibu tawala wa wilaya ya Chato mkoani Geita kupokea madawati yaliyofadhiliwa na taasisi ya The Desk and Chair Foundation, alitoa shukrani nyingi kwa taasisi na kuahidi kuyafikisha kwa shule zenye mahitaji makubwa zaidi. Mimi naitwa Thomas Dime, ni katibu tawala wa wilaya ya Chato. Naomba kuchukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya. Wilaya yetu ilikuwa na changamoto na mahitaji ya madawati kwenye viti na meza kwenye shule zetu za sekondari na msingi. Kwa hiyo tukaamua kuchukua hatua ya kuwasiliana na wadau mbalimbali wakiwemo wenzetu wa Mwanza, The Desk and Chair Foundation. Tumekuwa tukifanya juhudi hizi pia na mbunge wetu wa jimbo la Chato Kaskazini, Mheshimiwa Corneli Magembe. Kwa hiyo tulivyowasiliana, waliweza kutuahidi kwa awamu ya kwanza madawati 150. Lakini leo hii asubuhi tumepata surprise ya madawati 60, nikiamini kwamba yale madawati mengine 90 yataendelea kufanyiwa kazi na yatawasilishwa kwetu. Pamoja na mahitaji mengine makubwa tulionayo, madawati haya yatakwenda kwenye shule ya Chato, shule maalum, yatakwenda kwenye shule ya Mkuyuni ambayo pia walikwisha kuomba, yatakwenda Mwangaza, Kalebezo, shule ambazo pia ziliomba. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa upande wa shule za msingi tunayo changamoto kubwa. Nichukue tu nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya kuiomba taasisi yetu ya The Desk Chair and Foundation chini ya mwenyekiti wake mzee wetu Sipsten Meg, kwamba tunatambua na kuthamini mchango ambao umekwisha kutolewa na taasisi yake katika wilaya yetu, ikiwemo viti mwendo kwa wanafunzi wa shule maalum wakati wa Mwenge wa Uhuru, lakini viti vingine 26 ambavyo vimekwisha kutolewa. Lakini sio hilo tu, pia taasisi hii imekuwa ni kimbilio kwa watu wenye mahitaji maalum, wagonjwa, na hivi karibuni wameweza kutusaidia kutoa bima ya afya kwa mtu mmoja. Lakini wanaendelea pia na shughuli zingine ambazo ni za jamii, na hasa wale watoto wenye mahitaji maalum na watu wenye changamoto mbalimbali. Kwa kuwa bado tuna mahitaji mengine, niombe pamoja na madawati, tunao wanafunzi ambao wako kwenye maeneo ambao hawana umeme. Najua taasisi yetu inafanya kazi, ina huduma zinginezo, ikiwemo taa zile za sola kwa ajili ya wanafunzi ambazo hakuna umeme. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya kuwaomba pamoja na wabunge wetu wawili wa jimbo la Chato Kusini na Kaskazini kwamba wako wanafunzi ambao maeneo wanayokaa wanahitaji mwanga ili waweze kujisomea, ili waweze kutimiza ndoto zao. Nimwombe mzee wangu Sipsten kwamba aweze kutupatia taa za sola kwa wanafunzi hao. Lakini jambo la pili, tunayo vituo vyetu vya huduma, vituo vya afya ambavyo pamoja na huduma nzuri na kazi nzuri iliyofanywa na serikali, bado wanahitaji complement ya maji kwenye vituo hivyo. Tunayo kituo chetu cha afya cha Mganza, tunayo zahanati yetu mpya ya Butengo, lakini tuna baadhi ya shule mbili ikiwemo shule ya Bwina. Tunaomba katika programu ya visima mweze kutufikiria, na ikizingatia kituo chetu cha huduma cha Mganza kinatoa huduma kwa watu ambao wote wako eneo lote la ziwa, eneo la visiwa vyote ambavyo viko eneo hilo. Kwa hiyo tuwaombe sana changamoto hii muichukue. Lakini pia tunalo shule yetu maalum. Shule yetu maalum inayo mahitaji mengi, lakini tunayo bweni yetu pale, bweni la wanafunzi wa shule maalum. Nichukue nafasi hii, tunajua mnao mzigo mwingi, lakini Mungu atawabariki mkiona namna ya kukamilisha lile bweni ili hao watoto sasa waweze kupata sehemu salama ya kulala. Na mwisho niseme tu kwamba taasisi hii sisi tunaendelea kuwaombea, sisi tunaendelea kuwaunga mkono. Imekuwa ni mkombozi kwa jamii yetu yenye mahitaji maalum katika wilaya yetu. Tumeona kwa namna gani, lakini kwa wale ambao wanahitaji viti mwendo. Na sasa pamoja na mahitaji mliotupa, tunayo zaidi ya mahitaji ya viti mwendo zaidi ya 100. Kwa hiyo katika utaratibu wenu, mimi naomba muendelee kutufikiria. Sisi Chato tunasema asanteni, na sisi tunaendelea kuwasemea, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Tunamtakia mzee Sipsten na wadau wetu kila laheri, na Mungu awazidishie pale walipotoa. Lakini nichukue nafasi hii kwa niaba ya viongozi wa wilaya kuomba wadau wengine wote waige mfano wa taasisi yetu The Desk and Chair Foundation,
kuona kile wanachokipata kuweza kukitoa na kurejesha kwenye jamii. Mungu atusaidie. Asanteni sana.